Nyakati zile sisi tukiwa tunakuwa, tulikuwa tunaona wale bibi zetu na babu zetu na wakati mwingine mama zetu pia. Nyumbani kulikuwa kuna chakula kilichoandaliwa kama ni chakula cha baba. Watoto, mimi nakumbuka nikipata akili nilikuwa najua kuandaa chakula cha baba. Siku ikitokea mama kachelewa shambani, mimi najua kukiandaa chakula cha baba. Nimepata akili najua chakula cha baba kinaandaliwaje. Kwa hiyo kuna chakula cha baba nyumbani. Sasa nataka nikuulize swali wewe mwanamke ambaye unafuatana nami. Je, katika nyumba yako kwa wewe ambaye tayari uko kwenye ndoa yako, kuna chakula cha baba? Hapo nyumbani kwako, chakula cha baba kinajulikana? Yaani wewe mwenyewe unakijua? Watoto wako wanakijua? Kiasi kwamba hata siku ukiwa upo watoto wanajua chakula cha baba ni nini? Na mume wako anajua kiasi kwamba akilini mwake imkae sawa kwamba anatakiwa kurudi kula nyumbani kwa sababu chakula chake yeye ni baba katika nyumba yake. Nafasi ya mume katika familia ni nafasi ambayo nyakati zile za jando na unyago walikuwa wanaifundisha vizuri sana. Ni nafasi ambayo ina heshima yake katika dini zetu zote. Uwe Mkristo, uwe Muislamu, uwe ni mtu tu wa dini ya kimila, nafasi ya mume, nafasi ya baba katika nyumba ni nafasi yenye heshima kubwa. Sasa je, kuna chakula cha baba? Sehemu yoyote ambayo kuna shughuli inafanyika, ni shughuli ya watu tofauti tofauti, kama kuna high table, huwa kuna chakula cha high table. Yaani kuna namna fulani inaingia kwenye chakula. Na chakula ni kitu chenye umuhimu. Ni kitu chenye umuhimu. Mpaka sasa sijawahi kukutana na watu ambao wameingia kwenye mahusiano, wakawa na mahusiano endelevu, pengine ikafika muda hata miezi mitatu, alafu hakuna siku wamekaa mahali wakala chakula. Sijawahi kujua hao watu bado. Kama wewe unawajua, hebu niambie ili na mimi nipate kujifunza. Lakini pia ukifuatilia hata katika imani zetu, kwa wale tunaoamini katika Biblia, mambo muhimu ambayo Bwana wetu Yesu Kristo aliyafanya yaliendana na chakula. Akiwa anawaaga wanafunzi wake, anakwenda katika safari ya yeye kuondoka kurudi mbinguni kwa Baba, aliandaa chakula. Mara kadhaa aliketi chakulani. Kwa hiyo chakula kina umuhimu sana. Sasa nyumbani kwako mwanamke unayefuatana nami, kuna chakula cha baba? Kama hakuna chakula cha baba, basi inawezekana kuna pengo kubwa sana hapo umeliacha wazi. Na ninaposema chakula cha baba, inaweza ikamaanisha aina ya mlo ambao unaweza kuwa tofauti tofauti, na mimi labda niugawanye katika makundi mawili. Nigawanye katika makundi mawili kutokana na kundi moja la watu ambao inawezekana huyu ni baba ambaye aina ya maisha anayoishi yanampa kutumia chakula kwa nguvu. Yaani anatumia chakula ambacho anakitumia kwa nguvu za mwili wake. Kiingereza wanasema shughuli zake zinampa physical exercises, zinampa kufanya mambo ambayo yanatumia nguvu. Kwa mfano, wale wenzetu ambao yamkini unafuatana na mimi, unaishi eneo fulani hivi ambapo sio eneo la mjini sana, pengine pana shamba. Kwa hiyo baba akiamka anajua shughuli zake, huwa anaenda shamba, na wakati mwingine mashamba mengine yako mlimani kidogo, anatembea nusu saa afike shambani, atafanya kazi mwenyewe. Kama ana nafasi ya watu wa kumsaidia pengine wanaofanya kazi za vibarua vya siku, atafanya nao kazi mpaka arudi nyumbani. Kwa hiyo kwenda ametembea nusu saa, kurudi nyumbani amerudi nusu saa. Na pengine akirudi nyumbani pana mifugo pale nyumbani, atakuwa na vijana pengine anafanya nao, kuna muda ataenda mwenyewe kuangalia, tayari anatembea. Watu wa aina hii inamaanisha chakula chao kitakuwa ni aina ambayo ndani yake ina chakula cha kumpa nguvu zaidi. Na kile chakula cha kumpa nguvu hakiwi sumu, kwa sababu kinatumika zaidi siku nzima katika maisha yake. Kwa hiyo chakula chake kitakuwa na ugali kwa mfano, kitakuwa na wali kwa mfano, au miogo au ndizi kutegemeana na maeneo na vyakula tunavyovitumia. Lakini kitakuwa sasa na mchanganyiko mwingine, lazima kiwe na vyakula ile kundi la wanga kwa wingi, kundi la wanga ambalo lina samaki, nyama, maharage na vitu vingine. Kundi la mboga za majani, vitamins na matunda, mboga za majani za kijani. Kwa hiyo hata kama uko mazingira ya kijijini, hivi vitu vyote vinapatikana. Huwezi kusema uko kijijini ndio unashindwa kupata hivi vitu. Unashindwa kupata maharage, mboga za majani, ukamwekea ugali wa dona kidogo. Kama ni ugali, mwanaume hatakiwi kula ugali uliokobolewa. Kwa mwanaume anayetumia nguvu ya mwili, lazima ale ugali ambao haujakobolewa, wanga mzima mzima. Wali unafaa kupunguza, lakini mtu anayetumia nguvu sana anaweza kula pia wali, ambaye shughuli zake inaweza kutumia nguvu.
Kwa wale ambao tuko wa mjini, haiwezekani huku mjini eti kwamba watu wanakula chipsi, wanakula ugali mweupe, wanakula wali kwa wingi, na wewe mume wako naye ndio anakula hivyo hivyo hata nyumbani. Umemwekea machipsi, umemwekea ugali leupe, wali, lazima kuwe kuna chakula cha baba. Mimi ushauri wangu ningekupa kwamba chakula cha baba kwa wanaume wanaoishi mjini hapa, hakuna kazi nyingi za kutumia nguvu. Watu wanatembea dakika 5 washapanda gari. Kila mahali kuna madaladala, kuna usafiri binafsi. Tena kama wewe ambaye mume wako anatumia gari yake mwenyewe, yani inabidi kupambana kabisa na kuondoa wanga kwenye mlo wake. Ondoa wanga, jaza matunda, jaza mboga za majani, jaza protini kwa wingi. Weka, yani wanga kama ni ugali, ngumi yako isifike. Vinginevyo mimi ningesema mchomee ndizi kidogo, mchomee ndizi 2 tu zinamtosha. Na bila shaka utaangalia pia uzito wake na vitu vingine katikati ya mwili wake. Kwa hiyo mimi sio mtaalamu wa chakula. Mimi ninachokufundisha tu ni kwamba kuwe na chakula cha baba. Chakula cha baba. Na unaweza, kwa habari ya utaalamu sasa hivi, mambo mengi yanafundishwa kwenye mitandao ya kijamii. Lakini unaweza pia kufuatilia, kuwatafuta watu walishe. Watakupa namna sahihi zaidi, kwa maana ya kumpima mumeo na kuangalia jinsi alivyo, alafu kukupa ushauri wa vyakula vyake. Alafu ukafuata ule ushauri, kukawa na chakula chake ni kizuri, ni anachokipenda, lakini ni ambacho kinampa afya. Mwanaume anatunzwa. Wale wanaume wa bibi zetu wakati ule walikuwa ni wanaume wenye afya njema kwa muda mrefu, mimi kwa mtazamo wangu wa haraka haraka, kuliko tulivyo sasa. Kwa hiyo mwanaume anatunzwa, lazima kuwe na chakula cha baba. Na chakula cha baba kina hizo mambo mawili. Kina moja, kiwe chenye afya. Kiwe chenye afya. Tena muda wa mlo wa baba nyumbani, chakula cha jioni, ikiwezekana kisiwe na wanga kabisa. Umemwandalia karanga kidogo zilizokaangwa, kipande cha samaki, mboga za majani ndio nyingi bakuli zima, ikiwezekana na matunda bakuli zima. Hicho ndio mlo wake wa jioni. Kesho umempa nyama ya kuchoma, kesho kutwa umempa maharage, kesho kutwa umempa choroko, mboga za majani na matunda kwa wingi, mchanganyiko. Yaani sehemu kubwa ni mboga za majani na matunda. Kutwa mnaendelea kukumbushana anatakiwa anywe maji vizuri, lakini jioni anakula chakula cha hivyo, analala. Analala vizuri. Asubuhi ni vizuri akapata detox. Detox ziko aina mbalimbali, lakini mimi huwa naipenda sana ya limao, maji ya limao na tangawizi. Maji ya moto yenye ndani limao lililokatwa kama kitunguu na maganda yake, limetiwa kwenye kikombe pamoja na maji ya moto. Alafu inatiwa na tangawizi mle kidogo, unampatia na kunywa. Usichuje, anakunywa humo maganda yatabaki mle ndani. Usichuje, naipata kwa uzito. Anakunywa ikiwa ya moto. Kikombe chake kimoja asubuhi kabla hajaondoka kwenda kazini. Ukiweza na mlonge ni kinywaji kizuri sana akiwa anapata kila siku asubuhi. Ana hiyo detox na mlonge. Alafu akiondoka zake na shughuli zake mchana, atakunywa chai, atakula chakula cha mchana, akirudi jioni hakuna wanga. Unampa hivyo vitu vingine kidogo, analala. Na mchana ikiwezekana wanga anapunguza. Zingatia chakula cha baba, na nyumbani kuwe na chakula cha baba kiasi kwamba hata mtoto awe anajua kwamba chakula cha baba ni kitu gani nyumbani, umeisha kiplani. Hata kama umebanwa na kazi, unatakiwa uweke utaratibu ambao kama una msaidizi nyumbani, wamebaki watoto, wanajua wanatakiwa muandalie nini baba, na viko kama ni kwenye friji vimeandaliwa kwa ajili yake. Chakula cha baba nyumbani. Tena chakula sio tu kile content. Chakula ni pamoja na jinsi kinavyoandaliwa. Ni vizuri kukawa na tray nzuri, inajulikana ni ya baba, kila mtu nyumbani anajua. Kuwa na sahani nzuri, kama ni kikombe kizuri. Ninavyotaja kikombe ninakumbuka sukari. Sukari sio chakula kizuri kwa mwanaume, na hasa kishafikia umri wa miaka 40 kwenda mbele. Sio chakula kizuri. Na haya ninayosema hata mwanamke pia anakufaa. Lakini leo ndipo kuzungumzia chakula cha baba. Usimpe sukari. Ikiwezekana ajifunze kuacha sukari, kupunguza chumvi, akinywa asali kidogo inatosha. Vinginevyo chakula chake hakina hivyo vitu, hakina majani ya chai. Vyombo vyake ni vyombo ambavyo vinajulikana. Kwa hiyo chakula sio tu content, chakula ni jinsi kinavyotengwa na kuwa presented, jinsi kinavyowekwa mezani. Hata tunavyosoma neno la Mungu, kwa wale tunaopenda Biblia, linatukumbusha kwamba vyombo huwa vina sehemu yake. Vyombo vinatamka thamani ya mtu. Yaani hata wewe mwenyewe ukienda mahali kwa caterer, ukataka kulipia chakula, una wageni wako 50, ukilipia chakula cha shilingi 20,000 sahani, 25,000 sahani, aina ya sahani atakayokuletea, aina ya vyombo itakuwa tofauti na ungelipia shilingi 8,000.
Kwa hiyo vyombo vina thamani inayosema, inazungumza. Mume wako anatakiwa akifika nyumbani, pale ni mahali ajisikie ni mfalme, yeye ni wa thamani. Pale ni mahali ajisikie ni wa thamani kuliko mahali popote. Hiyo ndio inavyopaswa. Ukisoma pia neno la Mungu, kwa sisi tunaopenda Biblia, ukisoma neno la Mungu kutoka kile kitabu cha Waamuzi sura ya 5 mstari wa 25, neno la Mungu linasema aliomba maji akapewa maziwa, akapewa siagi katika sahani ya heshima. Akapewa siagi katika sahani ya heshima. Kumbe hata sahani ya heshima inajulikana. Kwa hiyo mume wako anatakiwa kuwa na vyombo vya heshima ambavyo anavitumia. Lakini pia ukisoma neno la Mungu kutoka kile kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 20, neno la Mungu linasema katika nyumba kubwa hakuna vyombo vya dhahabu na fedha tu, lakini pia kuna vyombo vya udongo na vyombo vya mti, vingine vina thamani na vingine havina. Sasa hili neno ni mara kwa mara tunalisikia likizungumzia vyombo vya thamani kwa habari ya sisi na jinsi tunavyomtumikia Mungu, kwamba wengine wanaomtumikia Mungu sawasawa ni vyombo vya thamani zaidi mbele za Mungu kuliko wale wasiomtumikia Mungu sawasawa. Lakini hapa mimi nataka usitazame mstari huu wa Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 20 kwa lugha ya picha, uangalie kwa lugha halisi, uangalie in reality, kwamba pale vinaongelewa vyombo. Viko vyombo vya dhahabu, vipo vyombo vya fedha, vipo vya udongo, viko vya miti, vipo hata ndani ya nyumba tunaviona kama vikombe vya udongo, vikombe vya miti, chungu, sufuria, vipo. Lakini vingine ni vya thamani na vingine sio vya thamani. Kwa hiyo lazima ndani ya nyumba kuwe kuna vyombo vya thamani kwa ajili ya chakula cha baba. Mwanamke unayefuatana na mimi, ndani ya nyumba yako kuwe na chakula cha baba. Wewe ndio mke aliyemchagua. Wewe ndio mke aliyempa heshima, na yamkini kama umepata neema kwa Mungu, wewe ndiye aliyekuja akakulipia mahari kwa wazazi wako. Wewe ndio aliyekupeleka kanisani akawaambia mapadri, akawaambia wachungaji kwamba huyu ndio mwanamke niliyemuona wa kufaa nikaamua kumuoa. Kama wewe ni Muislamu, akaenda kumwambia shehe, akawaambia wazazi wake, watu wote anaowaheshimu, akawapa taarifa. Kama ni kazini, aliwapa taarifa mabosi wake kwamba ninaoa. Lakini mwanamke huyo alikuwa ni wewe, ambaye ndio alikupa heshima kubwa zaidi kuliko mwanamke yeyote. Ndio maana aliwaambia mabosi wake kazini, akawaambia wafanyakazi wenzie, akawaambia wazazi wake, akawaambia viongozi wake wa dini. Kabaki nani tena hapo? Watu wote muhimu kawaambia, mwanamke ndio wewe. Kwa hiyo mpe heshima, mpe thamani. Kuwe na chakula cha baba ndani ya nyumba yako. Kusiwe kwamba hakuna chakula cha baba, anakula tu yamepikwa machipsi ya watoto na yeye machipsi, umepikwa wali na yeye wali, umepikwa wali maharage na yeye wali maharage, hamna mboga ya majani, hamna nini. Hapana, na simaanishi kwamba watoto sasa wasipate chakula bora. Watoto nao wapate chakula bora, wapate balanced diet. Na wewe mwenyewe upate balanced diet pia. Lakini mimi leo nilikuwa na nafasi ya kuzungumza na wewe kuhusu chakula cha baba. Naomba ndani ya nyumba yako pasikosekane chakula cha baba kinachotengwa kwa heshima katika vyombo vya heshima. Mpaka wakati mwingine, kwaheri.